Yatima ni watoto ambao wamepoteza mzazi mmoja au wote wawili. Mara nyingi hupitia changamoto nyingi katika maisha yao kama ukosefu wa malezi ya karibu na wazazi, upendo wa familia na wakati mwingine mahitaji ya msingi katika chakula, mavazi na elimu. Katika kuliona hilo, Tuition na Double 2, walimu wa tuition hiyo, wameandaa iftari ya pamoja na watoto yatima wasiopungua 50 kwa lengo la kuwafariji na kuwatia moyo. Akizungumza na VOP TV Online, mwalimu mkuu wa tuition hiyo, Maulid Usi Haji, amesema kuwa wamefanya hivyo sio kwa lengo la kujionyesha, bali wamefanya kwa kuwapatia faraja watoto hao. Tumeandaa iftari hii kwa kujumuika pamoja na watoto yatima wasiopungua 70 mpaka 100. La kufutarisha watoto yatima ni wasijione wanyonge, wasijitenge, waweze kuwa wajione wako sawa kama walivyo watu wengine katika jamii zetu. Hilo ndio lengo kuu, na tunatoa wito manake kwa wengine kuweza kufanya zaidi ya hivi, kuweza kuunganisha yatima, hata wajane na watu wasiojiweza wenye maisha duni manake mitaani. Hilo ndio lengo kuu la kuweza kuandaa iftari hii, kujumuika kwa pamoja kwa watoto yatima na hata wengine wenye maisha ya. Tumefutarisha watoto zaidi ya 70 mpaka 100. Lakini tukiangalia sasa kikawaida hata kwenye dini imeandikwa manake anayemfutarisha mtu mmoja mafao yake manake ni sasa na mtu aliyefunga, malipo yake ni sasa na mtu aliyefunga. Kwa hili ni jambo jema. Lengo sio kujionyesha wala kufanya ria. Tayari hapo. Kwa hiyo kila jambo linaendana na nia. Nia yetu ni kuweza kujumuika kwa pamoja, kufurahi nao na wasijitenge, wajione wao wana maisha kama walivyo watu wengine. Vile vile tunatoa wito kwa wazee kuleta watoto wao kujiunga katika kituo chetu cha masomo ya ziada. Kwa hiyo Muhtari Idi Omar ni mwalimu msaidizi wa tuition hiyo. Amewaomba watu wenye uwezo kuwathamini na kuwajali watoto mayatima na wanaishi katika mazingira magumu kwa lengo la kupata fungu kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumeandaa iftari yetu kwa ajili ya kufutarisha watoto zaidi ya 50 ambao ni mayatima, lakini alhamdulillah wito wao ulikuwa ni mkubwa sana, hivyo tumefutarisha zaidi na zaidi. Wito wangu kwa watu ambao wenye uwezo wapendelee sana kufutarisha aidha watoto yatima, maskini na hata watu ambao hawajiwezi, ambao kidogo maisha yao ni duni, wafutarishe ili wapate malipo kutoka kwa Mola wao inshallah. Na si hichi chetu kidogo tulichonacho tulijiorganize kama taasisi yetu na tukaamua kufutarisha, na alhamdulillah Mwenyezi Mungu ametuwezesha na jambo limekuwa alhamdulillah, na Mwenyezi Mungu akituwezesha inshallah mwakani panapo hai na majaliwa tutaendelea kufutarisha zaidi na zaidi. Mwenyezi Mungu atusaidie inshallah. Akizungumza kwa niaba ya watoto yatima, Suleiman Sefu, mwanafunzi wa tuition hiyo, ametoa shukrani zake za dhati kwa mwalimu wao kwa kuonesha moyo wa upendo kwa watoto hao. Furahika kujumuika na watoto wa yatima, na pia shukrani za dhati ziende kwa huyu mwalimu ambaye ameweza kushiriki na pia ameweza kujiandaa kuwafutarisha watoto mayatima, na pia ameweza kuifuata ile sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyosema wale ambao hawalishi mayatima. Kwa hiyo alhamdulillah amefanya jambo zuri, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ampe uwezo aweze kufanya zaidi na zaidi kuliko alichokifanya hivi leo inshallah. Baada ya iftari hiyo walijumuika kwa pamoja kwa ajili ya dua ya kuombea marehemu waliotangulia mbele za haki. Rabbana la tuakhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna. Ni wajibu wa jamii kuwajali, kuwapa upendo na kuwasaidia ili waweze kukua katika mazingira salama na yenye matumaini. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.
VOP Online.